Ndio ndugu yangu, niko tayari na nafikiri nianzie tu hapo. Ali, kwanza utujuze kuhusiana na kikosi, mapumziko ya muda mfupi ambao mlikuwa nayo, lakini tumeona mmerejea mazoezini. Yes, kikosi kilipewa siku 6 za kupumzika na jana ikawa ni siku ya kwanza kikosi kurejea mazoezini, na leo ni siku ya pili. Tutafanya pia mazoezi siku ya kesho inshallah, alafu kesho kutwa tutaanza safari ya kuelekea Singida kwa ajili ya mchezo wetu wa kirafiki, mchezo maalum wa kuzindua uwanja wa Airtel, uwanja ambao unamilikiwa na Singida Black Stars. Kwa hiyo tumesharejea na alhamdulillah kila kitu kinakwenda sawa. Wachezaji wapo kwenye hali nzuri. Tunaamini maandalizi haya tunayofanya pamoja na huo mchezo wa kirafiki yatatuweka vizuri kuelekea mechi yetu ya ligi kuu dhidi ya Tabora United. Na pengine kwa mapumziko haya machache ambayo mwalimu aliyatoa kwa nyota wote ambao walisalia, wale ambao hawakufanikiwa kuitwa kwenye timu za taifa, wameingia kambini tayari kwa maandalizi mengine ya michezo iliyoko mbele yenu? Hawajaingia kambini kwa sababu bado hatujakuwa na kambi. Tumekuwa na programu ya mazoezi, wachezaji wanarudi nyumbani. Kambini maana yake wanakuwa wanaingia, wanalala huko na kila kitu. Kwa tafsiri hiyo bado hawajaingia kambini, ila wameshaanza programu ya mazoezi. Wachezaji ambao tumewakosa na hawakuwa wameitwa kwenye timu ya taifa ni Kwasi Atola Yao ambaye ni majeraha, of course inafahamika, lakini pia Stefano Azizki ana jeraha la kiuno, kwa hiyo na yeye amepewa muda kidogo wa kupumzika. Atakuja kujoin na timu ikirejea kutoka Singida kwa ajili ya mechi ya Tabora United. Kuna lolote pengine ungependa kutumia muda huu kuwaeleza wanayanga wa kanda ya kati ambako mnaelekea huko kwa mchezo huu ambao ni wa kirafiki, pengine unaoendelea kujenga undugu kati ya vilabu vya ligi kuu? Tuna muda mrefu hatujakwenda Singida, mwaka huu wote hatujakwenda kucheza pale Singida, lakini pia tukiangalia la season tumekwenda mara moja tu nafikiri pale Singida. Kwa hiyo kuna mashabiki wetu pale wanatumisi kweli kuiona Yanga ikiwa inacheza. Ndio maana viongozi wamesisitiza na wameshikilia msimamo, wachezaji wote nyota, hakuna ambaye atakosekana kwenye safari hiyo. Pedro Pacome Zouzoua, Maxim pia Nzengeli, Jonathan Kangalombo, Bakari Mwamnyeto, Israel Mwenda, wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye timu za taifa wametakiwa wasafiri kwenda Singida kucheza mchezo. Si kwa ajili tu ya kufungua uwanja, bali pia kwa ajili ya kwa burudani mashabiki wa Yanga ambao wanapatikana maeneo hayo. Kwa hiyo wajiandae, wakae ticket kwa wingi. Yanga Afrika anakuja ikiwa kamili gado inshallah. Kwenye kitengo chako kuna taarifa yoyote ungependa kutumia muda huu kuitoa? Hilo swali niulize tu Priska. Usizunguke kupata shida. Actually mimi nakosa namna ya kuliweka, lakini nitamani nisikie kutoka kwenu. Tumeona leo kulikuwa kuna viongozi wa matawi na mashabiki kwenye makao makuu ya club wanaendelea kusisitiza msisitizo wa wao kutaka kucheza mechi ya derby. Kwanza nifahamu jambo hili uongozi mnalifahamu kutoka kwa mashabiki ambao nchi nzima tunaona wanaendelea kufanya hivyo? Yes, sisi pia tunaona hizo press conference mbalimbali, tunaona matamko mbalimbali kutoka kwa viongozi mbalimbali wa matawi ya klabu yetu ya Yanga, na kimsingi katiba ya klabu yetu inayatambua hayo matawi na ni viongozi halali kabisa wa klabu yetu kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo sisi makao makuu tunaendelea kuona kama nyinyi mnavyoona hapo mkiwa studio, na hakuna kiongozi wote wa matawi labda anawasiliana na sisi kutupa mwongozo wote. Sisi kama makao makuu kwa mujibu wa kamati yetu ya utendaji, msimamo wetu ulishatolewa na msimamo ule ndio ambao umesalia mpaka sasa hivi, na hatua zinakwenda kama ambavyo msimamo ule tuliuelekeza kwenye umma, lakini pia kwa taasisi ambazo tuliwasiliana nazo. Kwa hichi kinachoendelea kwa viongozi wa matawi, sisi kama makao makuu hatuna taarifa nazo, tunaziona tuzikiendelea, lakini ni haki yao kikatiba kwa sababu wao pia ni sehemu ya viongozi kwa mujibu wa katiba ya klabu yetu. Nakushukuru sana Ali, maandalizi mema kuelekea Singida.